Kuna vitu vingine kama mfano swala la afya. Tunahitaji afya ili tufanye kazi zetu, tuwe na afya bora na tukiwa na afya bora tunaweza kufanya kitu cha aina yoyote. Lakini ukienda kwenye huduma za afya, dawa hazipo. Na tulikuwa tunaomba kwa sababu umetujengea majengo mazuri, mtu kama inawezekana mtujengee na duka pale pale tupate kununua huduma zetu pale pale. Lakini vile tunajua mama wajawazito na watoto dawa ni bure mpaka miaka 5. Kwa hiyo mkituambia dawa hazipo kwenye vituo vya afya tunakuwa tunashangaa. Vile sheria inauzwa sasa hivi mheshimiwa, ukienda kwenye kituo cha polisi naambia utoe $500 kwa ajili ya dhamana. Wapo watu ambao kwa juu ya sheria wanatutesa. Anakwambia napiga simu kwa mheshimiwa hakimu, huyo mtu mfungeni asirudi hapa. Kwa hiyo tunatengeneza chuki mbele ya taifa wetu. Hao watu wapo na wanajulikana. Watu wetu mheshimiwa wanazulumu ardhi za watu. Tunasemea hatuna. Tunasemea kwako leo. Kwenye hili la dawa, utaratibu wa kuwa na kituo cha afya kinakosa dawa, alafu kioski kinakuwa na dawa. Huu ni mchezo. Kioski kinapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi ikapata? Kwa hiyo tunawaambia wafanye utafiti ili dawa zile zinazohitajika zaidi ndizo zipatikane hospitali, ili kuweza kuhakikisha kwamba dawa zinanunuliwa kwa wakati zile zinazohitajika na mgonjwa anapokwenda kwenye hospitali apate ile dawa. Aliongelea kuhusu watu kuwa juu ya sheria. Moja ni kipengele cha haki, tumeshamwelekeza mkuu wa wilaya atalishughulikia lini. Lakini niwaambieni, si utaratibu wa kimaadili mtu kuelekeza kwamba huyo mfunge. Si utaratibu wa kimaadili. Kwa hiyo kwenye hili, kama tabia ya mtu mmoja mmoja, mimi nielekeze wananchi wetu wote nchi nzima, kama ni tabia ya mtu mmoja mmoja, fikisha kwenye viongozi walio karibu nao. Peleka kwa mheshimiwa mbunge, peleka kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, peleka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, peleka kwa viongozi wa serikali walio karibu. Na mheshimiwa rais ameshasema kiongozi yeyote tutampima kwa kutatua kero, kwa jinsi anavyotatua kero. Na mimi ndo katikabidhi jukumu la kufuatilia. Pelekeni tena, wekeni na kumbukumbu. Wewe hata ukipeleka kwa wote kama hawajakusikiliza, weka kumbukumbu hii kwamba nilipita na kwa mtendaji wa kijiji, nikaenda na kwa mtendaji wa kata, nikaenda na kwa mtendaji kwa tarafa, nikaenda na wilayani, nikaenda na mkoani. Weka kumbukumbu hiyo. Ukishaiweka, siku tutakapopata hiyo taarifa, kwa sababu nimeshatoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa wote, na mheshimiwa rais kwenye hili amekuwa wazi kwamba lazima watu wapimwe kwa namna wanavyotekeleza, wanavyoshughulikia kero za wananchi katika ngazi zao. Hatujagawa maeneo haya ili watu wapate vyeo. Tumegawa maeneo haya, ugatuaji wa madaraka, ili watu wapate huduma pale ilipo karibu. Hili nimelisemea sana, zimekuwepo sana maeneo hayo ya watu kufanya hizo daradara. Mtu anapeleka hoja kwenye ofisi, anaambiwa uje kesho. Akienda kesho anaambiwa uje kesho kutwa. Akienda kesho kutwa anaambiwa uje wiki ijayo. Akienda wiki ijayo anauliza hivi ulisemaje? Anaamua kuandaa bango ili siku rais amepita ama makamu wa rais basi aoneshe hata bango. Na hilo bango ananyang'anywa kabla ya viongozi hawajafika. Tumesema haya yakome.